Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukutanisha kwa mara nyingine kwa ajili ya kupeana nasaha hizi za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu yangu katika imani, yule ambaye alikuwa anaona kuwa Ramadhani ni muda mrefu, tayari sasa hivi tushaipiga mapande mawili. Kwa hivyo tunaelekea ukingoni mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na amali yote ya mwanadamu inaangaliwa mwisho wake. Kwa hivyo ni juu yetu na ni majukumu yetu kuweza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ya masiku yaliyopita, Allah subhanahu wa ta'ala ayatakabali na atulinde Allah subhanahu wa ta'ala kwenye masiku haya yaliyobakia. Tuko kwenye maandalizi maalumu ya al-awakhiru min shahr Ramadhan, mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Maandalizi haya ni ya kuitafuta Lailatul Qadri. Mimi na wewe ni lazima tuangalie kwanza saumu zetu za nyuma zilizopita, wapi tumepunguza ili tuweze kupaunga, wapi tunatakiwa kuongeza ili tupate ile natija aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala ya kupata uchaji Mungu. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan umepata heshima, umepata cheo na utukufu kwa sababu ya kupatikana usiku mmoja uliobora kuliko miezi 1000. Kama tulivyotangulia kusema kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani Rasulu sallallahu alayhi wasallama ametuambia ni mwezi ambao inafunguliwa milango 8 yote ya moto. Milango 8 ya janna. Halafu ile milango 7 ya moto imefungwa. Mwezi wa Ramadhani inafunguliwa milango 8 ya janna. Halafu inafungwa milango 7 ya moto. Suali tujiulize sisi wenyewe, tumefanya bidii gani ya kuweza kujenga maghorofa ndani ya janna kabla ya hiyo milango haijafungwa? Maana yake ni kwamba Ramadhani inapomalizika, ile milango iliyokuwa iko wazi inafungwa, ile milango iliyokuwa imefungwa inafunguliwa. Sasa yapi tuliyoyafanya ya kuweza kujenga maghorofa ndani ya janna ambayo tutaenda kuoneshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba haya ni ile kazi mlioifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan? Kabla ya maandalizi haya ya 10 hili la mwisho ambalo ndilo limekusanya ubora wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni lazima mimi na wewe tujiulize, je, funga yetu iliyopita iko katika mizani gani? Je, tumekuwa ni wenye kukubaliwa saumu zetu zilizopita? Na kuzidi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe afya njema na umri wa kumaliza masiku haya yaliyobakia. Kwa nini? Kwa sababu kwa muda tulioanza mpaka tulipofikia, unafikiria ni wangapi tuliowazika? Jana tumezika, leo tumezika, juzi tumezika. Wote walikuwa wanatamani kwamba mwezi wa Ramadhani waweze kuumaliza. Salafuna salih, wema waliotutangulia, walikuwa wanafanya bidii sana. Wakati masiku kila yanapopungua wanazidisha katika ibada. Mimi na wewe tuko vipi katika ibada zetu? Mimi na wewe tumefanya bidii kiwango gani?
Leo ukiangalia tayari pengine majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala yameshaanza kuwa na faragha, yani hayana watu. Watu wameanza kukimbia ibada kabla ya mwezi haujamaliza, ni kana kwamba wanaona ibada walioifanya imekubaliwa. Lazima tuingie kwenye aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, na wale ambao wanatoa wanavyovitoa lakini nyoyo zao zina hofu, nyoyo zao zina wasiwasi. Umeswali lakini moyo wako una wasiwasi kwamba swala yangu imekubaliwa. Umeomba dua lakini moyo wako una wasiwasi kwamba dua yangu imekubaliwa. Umefunga lakini una wasiwasi kwamba je, funga yangu imekubaliwa. Haya na yanayoambatana na haya lazima yawe katika moyo wako, uweze kujiuliza wewe maswali na uweze kujijibu, kwa sababu al-insanu ala nafsihi basira. Mwanadamu juu ya nafsi yake ni mjuzi. Mwanadamu juu ya nafsi yake ni mjuzi, anaijua nafsi yake vipi ilivyo, ina uzito kiasi gani na ina wepesi kiasi gani. Sasa wepesi wako unaujua na uzito wako unaujua. Pale pazito Mwenyezi Mungu akuondoshee, pale ambapo ni pepesi Mwenyezi Mungu akuzidishie wepesi. Ndiyo tukimaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani tuwe tumeingia kwenye lile kundi la wachaji Mungu wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyopenda kuogopewa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, maneno ya kuzungumza ni mengi yanayoambatana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kwa sababu muda hauturuhusu, muda sio wetu, kwa niaba ya mtayarishi wa kipindi, mafundi wa mitambo wako ngangari kuweza kuhakikisha kwamba kipindi kimewafikia kwa njia muafaka, njia isiyokuwa na bughdha, njia ya sawa. Ni mimi ndugu yenu Muhdhar Hussein Omar, tukiwaaga kwa kwanza kwa kuwatakia saumu makbul, halafu tunawaambia musikose kuwa pamoja na sisi kwenye kipindi kinachokuja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.